Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa St. Anthony Cathedral Tanga Media, karibu sana katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ni siku ya Ijumaa, tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025, juma la 3 la Kwaresima mwaka C. Ndugu mtazamaji, leo tunatafakari somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Hosea sura ya 14 aya ya kwanza hadi ya 9. Pia Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko sura ya 12 aya ya 28 hadi ya 34. Ndugu zangu, siku ya leo ya Ijumaa tunatafakari zaidi kuhusu upendo. Lakini mwanzo kabisa, leo ni siku ambayo tunaadhimisha hija ya masaa 24 ya Bwana, yaani kukaa na Bwana masaa 24 katika Ekaristi Takatifu. Ndugu zangu, tunahimizwa upendo ni sadaka. Kulikuweko na dada mmoja ambaye alibahatika kumpata mchumba mmoja, lakini akawa hajampenda sana kwa sababu hali yake ya kifedha ilikuwa ni duni. Akabahatika kumtafuta mwingine na akapata ambaye alikuwa na uwezo wa kifedha. Hivyo yeye mwenyewe akanuia kumchukua yule ambaye ana uwezo wa kifedha, na huyo mwingine akamwacha kama alivyo. Waliondoka wakaanza uchumba wao, lakini kabla hata ya kufunga ndoa, huyu dada aligudulikana kwamba alikuwa na matatizo ya figo. Kwa sababu alimpenda yule kaka, alitegemea makubwa kutoka kwake, hivyo akamuomba aweze kumsaidia na figo moja. Alivyoenda kwa mchumba wake akamuomba, yule kaka alikataa. Akasema haiwezekani, mimi nitabaki na figo zangu zote mbili. Hivyo yule dada akawa anaumia sana. Yule mchumba wake wa kwanza aliposikia vile, akajitokeza kisirisiri, akaenda akamtolea figo na akawaambia wazazi wake kwamba hataki ajulikane kwamba yeye ndo amemsaidia yule aliyekuwa rafiki yake, yaani yule dada. Baada ya muda, yule dada alikuwa anatafuta aliyemtolea ile figo, akaja kukundua kwamba ni yule kaka ambaye aliona ana uwezo wa kifedha. Tunafundishwa nini? Upendo sio wa machoni. Upendo sio huo ambao unakuja leo na kuisha kesho. Upendo ni sadaka. Kujitoa sadaka ndo upendo. Tujitahidi sana pale ambapo tunaona ni ugumu, tufanye lile jambo ambalo liko mbele letu ambalo ni la upendo. Hivyo ndugu zangu, kama tunavyoona katika masomo yetu ya leo, tunaambiwa tumpende Bwana Mungu wetu kwa moyo wetu wote, kwa roho yetu yote, kwa akili zetu zote na kwa nguvu zetu zote. Na hivyo pia tuwapende jirani zetu pia kama tunavyopenda na nafsi zetu. Hivyo ndugu zangu, tunapokuwa tunasema upendo, tutambue kwamba katika upendo lazima tujitoe sadaka. Hamna kinachokuja bure bila kujitoa sadaka. Tumsifu Yesu Kristo.